Kristo amefufuka kweli kweli, aleluya, aleluya. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Ndugu zangu katika Kristo, leo ni siku ya furaha, ni siku ya ushindi. Tunaadhimisha Pasaka. Yesu ni mzima, amefufuka. Tunaadhimisha kiini na msingi wa imani yetu sisi kama Wakristo. Kwa kuwa maandiko matakatifu yanasema, kama Kristo hakufufuliwa, basi imani yetu ni bure, na sisi tutakuwa watu wa kusikitikiwa zaidi kuliko watu wote duniani. Waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya 15 aya ya 17 na ile ya 19. Ndugu zangu, karibuni tutafakari mambo muhimu katika Dominika hii ya Pasaka, ili nasi tuweze kuamua tuishi kama watu wa ufufuko, tutoke katika makaburi yetu. Sisi ni watu wa kipasaka, sisi ni watu wapya. Sisi tunashinda pamoja na Kristo, huyu aliyeshinda dhambi na mauti. Katika somo la Injili tuliyosikia, tunapata kusikia habari njema na hasa ya kushangaza sana. Ni habari ya matumaini na ushindi. Kaburi li wazi. Hii ndiyo habari njema na kubwa zaidi inayosikika kipindi hiki cha Pasaka. Kama ni katika magazeti, hii ndiyo habari inayotamalaki kwenye kila kurasa. Maria Magdalena, Petro na Yohane wanamshuhudia Kristo aliyefufuka. Wanamshuhudia kwa watu, wanaanza kumshuhudia kwa wale mitume. Wanasema kaburi li wazi. Kaburi tupu si ishara ya hasara, bali ni ishara ya mwanzo mpya, ni ishara ya matumaini, ni ishara ya ushindi. Na waalika sote, Pasaka hii isipite hivi hivi. Tuchote nguvu hizi za ufufuko na tukaanze tena maisha mapya. Tuache yale ya zamani. Tunaalikwa kuuvua utu wa kale na tuvae utu mpya, huu wa namna ya Kristo. Katika maisha yetu ya kila siku, tukianzia kwenye familia zetu, kazi zetu, taasisi zetu na jamii zetu, huenda tumejikuta au kuingia katika makaburi ya aina mbalimbali. Huenda ni makaburi ya hofu, wengine kukata tamaa, migogoro hasa katika ndoa na malezi, kutosamehe, kuwa na kisasi na kinyongo, kukataliwa, huzuni, magonjwa mbalimbali na hata umaskini uliokithiri. Lakini pia mahusiano yanayovunjika, vijana kupoteza mwelekeo na watoto kukosa malezi stahiki. Kwa ujumla, dhambi na vilema mbalimbali na madhaifu mbalimbali katika maisha yetu, hayo yote ni makaburi. Lakini habari njema ni kwamba ufufuko wa Yesu unatufundisha kwamba tusikate tamaa. Hali yetu bado inaweza kuwa bora zaidi. Hakuna familia iliyokufa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna hali ambayo Mungu hawezi kuifufua tena. Ndugu zangu, kwa nguvu ya Kristo mfufuka, mioyo ambayo imevunjika inaweza kupata furaha tena. Tunaweza tena kutoka katika makaburi yetu. Tunaweza kuondokana na madhaifu yetu tena, tukarudia hali yetu ya mwanzo, tukawa na amani ya Kristo katika maisha yetu. Leo tunaalikwa kila mmoja kufufua hali zetu, kuishi maisha ya ufufuko. Sisi ni watu wa ufufuko, sisi ni watu wa kipasaka. Sasa ndugu zangu, tunaweza kujiuliza ni kwa namna gani tunaweza kuishi tena kama watu wa ufufuko? Kwanza kabisa, napenda kuwaalika tuwe na imani thabiti, kuamini katika nguvu ya ufufuko wa Yesu. Injili inasema wale mitume wakaona na kuamini. Wakaona na kuamini. Ndiyo maana tunaona katika somo la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume, huyu Petro anatangaza kwa umakini na umahiri habari za ufufuko kutokana na imani yake, na wengi wakapata kuamini. Nasi tunapaswa pia kuamini. Ufufuko ndio msingi wa imani yetu. Imani ndiyo chanzo cha kubadilisha maisha yetu. Kama tunataka kubadilisha maisha yetu, lazima kwanza tuamini, na imani tusukume tuweze kubadilika na kuanza upya. Jambo la pili, nawaalika tukahuishe sasa, tubadilishe kabisa maisha yetu, tuache mambo ya zamani, tuanze upya. Hebu kila mmoja wetu afikirie sasa, upo katika kaburi gani? Upo katika kaburi lipi? Ni nini kimekufa ndani yako? Ni imani? Ni upendo? Matumaini? Je, ni dhamiri njema imekufa? Ni hofu ya Mungu? Ni moyo wa sala? Tumerejea nyuma katika sala? Tunaalikwa kufanya tena upya. Tufanye maisha yetu, mahusiano yetu, roho zetu na familia zetu kuwa kaburi tupu.
Leo nawaalika tufanye maisha yetu tena yawe kaburi tupu. Tusiwe na chuki tena. Tuondoe chuki mioyoni mwetu. Tusiwe na visasi. Tuondoe kukata tamaa. Tuondoe hofu. Bali kila mmoja akajazwe nguvu ya Kristo, upendo wa Kristo, msamaha, bidii, matumaini na furaha ya Kipasaka. Kristo anatuambia sote, msiogope, niko hai. Msiogope, nipo hai. Tunaalikwa kubadilika kweli kweli na kuishi maisha ya ufufuko, maisha ya juu. Tuache maisha ya chini, maisha ya dhambi, maisha ya ulegevu. Ndugu zangu, ndio maana katika somo la pili waraka kwa Kolosai, Paulo anasema ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko. Sisi sote wabatizwa, maisha yetu ni ya juu. Sisi si watu wa chini kamwe. Sisi si watu wa chini, sisi ni watu wa kimbingu. Tatu na mwisho, twende tukawe mashuhuda, tukimbie na habari njema. Nawaalika kila mmoja wetu, hebu twende tukimbie na habari njema, na kamwe sio kusambaza uvumi, uongo, hukumu na makwazo, bali kwa kumwiga Maria Magdalena kama anavyopeleka habari njema mbio mbio, nasi kama Wakristo wa Kipasaka tupeleke kwa wengine habari ya matumaini, ujumbe wa amani, ujumbe wa msamaha, kufariji waliovunjika moyo na kuwa na upendo wa kweli. Kila mmoja tunaalikwa kushuhudia matumaini badala ya hofu, upendo badala ya chuki, tukaishi imani yetu kwa maneno na matendo. Hapo ufufuko wa Kristo utakuwa na faida katika maisha yetu. Kristo amefufuka kweli. Aleluya, aleluya. Niwatakie nyote heri ya Pasaka, na ufufuko wa Bwana ukawe chachu ya maisha mapya, ukawe nguvu mpya katika familia zetu na jamii zetu kwa ujumla. Tumsifu Yesu Kristo.